Mtume Muhammad huyo sie. Sa Mungu alichokisema alladhina atainahumul kitaba nini? Min qablihi. Unachaje hiyo? Wale ambao wao tumewapa kitabu kitukufu cha Injili min qablihi, kabla ya Muhammad na Qur'ani, hum bihi yu'minun. Hiyo ndiyo hali yake. Ametumia fiili liifadati alhali. Unaposema tajaddudan wastimrara ni liifadati alhalia, kwamba hiyo ndiyo itakuwa hali yao. Maisha yao ni kuikubali Qur'ani, kumkubali Mtume Muhammad. Ile aya inasemaje kule? Wa idh qala Isa ibn Maryama nini? Mjui Qur'ani bwana. Wa idh qala Isa ibn Maryama lil hawariyina nahnu ansaru, ndio hivi, man ansari ila Allah, asipo lipotaka. Mianza idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin fasiqin. Alafu ikafuata nini? Unaona maneno hapo? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu man falamma ja'ahum bil bayinati nani Mtume Muhammad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadha sihrun mubin. Kumbukeni na muzingatie story. Isa alifanya muhadhara na wafuasi wake, akawaambia, enyi kizazi cha mtume Yaqub, mimi ni mjumbe wa Mungu, nimetumwa kuja kwenu, lakini nimekuja kuthibitisha kwa mjumbe ambaye atakayekuja mbele yangu baada yangu, jina lake ni Ahmad, ambaye ndiye Muhammad. Haya yote ni katika majina ya Mtume Muhammad. Lakini wameambiwa wakaitikia na wakamwambia Mtume Isa, tumekusikia mzee. Lakini falamma jaahum bil bayinati, Mtume alipowafika na hoja za wazi kuthibitisha safari yake kutoka kwa Allah, walisema nini? Hadha sihrun mubin. Aya hii sio maneno ya Mungu, ni uchawi mtupu. Katika Injili wanayasoma na wanayajua. Ndio Mungu anatuambia, na ndio maana Qur'ani ikaambiwa ummul kitab wa muhaiminun alaiha. Ndio kitabu kiongozi wa vitabu vyote. Qur'ani ndio kitabu kiongozi. Alladhina atainahumul kitaba, anza nyuma, walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. Na wallahi kwa hakika ewe Muhammad, watu wako tumewafululizia maneno matukufu ya Qur'ani, aya zinawajilia tatran, huenda kwa kurejewa maneno ya Allah, wakaishi wakionyeka wenye kukatazika na kufundishika. Nyinyi mnapoleta shida, Mungu anawakumbusheni alladhina atainahumul kitaba wale min qablihi, wale ambao tuliowapa kitabu kitukufu cha Injili hata kabla Muhammad yajaja na Qur'ani pia, hum bihi yu'minun. Sasa nyinyi mmekwama wapi? Hum bihi yu'minun, nyinyi mmekwama wapi? Mmeshikwa na nini? Hao ukitaka kumwamini mnasara wa kweli, mfuasi wa kweli wa Isa, Allah jalla subhana anataja alama zake. Mfuasi wa kweli wa Isa, mfuasi wa kweli wa Injili, ombe sifa ya kwanza azijaisha. Wa idha yusla alaihim
na wakisomewa hiki kitabu cha sasa alicholetewa Muhammad, Qur'ani, wafuasi wa Isa wa kweli, wa idha yutla alaihim qalu, yani wakisikia Qur'ani na maneno yake usemaje? Amanna bihi, tumeamini. Innahu alhaqqu min rabbina, hakika Qur'ani ni kweli tupu inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Akina nani wanaosema hayo? Wanasara hao, wafuasi wa kweli wa Isa, supporters wa kweli wa Injili, wanasema innahu alhaqu. Kwa nini? Kwa nini waseme hayo? Inna kunna min qablihi muslimin, kwa sababu hakika sisi tulikuwa, hata huyu Muhammad hajatusomea maneno haya, tulikuwa tumesalenda na kusilimu mbele ya Allah. Kwa hiyo yakija haya ndiyo yale yale. Soma kidogo historia ya askofu wa Najran. Aliposikia Hijazi, kwa maana Saudia, kisikia Hijazi ni wapi? Ametokea mtu anatangaza ametumwa na Allah, yeye ni mtume. Tuliwahi kusema kisa hiki ili twende na aya hii. Aliwatuma watu watatu, riwaya nyingine nasema watu wawili, waende Hijazi wakamtafute huyo anayeitwa Muhammad. Akasema yeye ni mtume wa Allah, wakampige masuali. Na aliwaambia watu wake, should be written, sitaki majibu tu ya maneno, lazima majibu atakayokupeni mfanye nini? Muandiki. Na yeye aliwapa masuali yakiwa yamefanywa nini? Yameandikwa, yakafikishwa kwa mtume. Mtume, Qur'ani shathibitisha, alikuwa ni rajulun ummiyun, ni mtu ambaye hajui kusoma palipoandikwa na wala hawezi kuandika pakasomwa. Sio alikuwa hajui kusoma na kuandika. Maneno gani ya kiuni hayo? Hii Qur'ani katufundisha nani? Sio alikuwa hajui kusoma ila yeye ukiandika hawezi kusoma, ila ukimwambia hii suratul Qari'ah, kumbe hapa al-Qari'ah anasoma yote, ipo huku. Hajui kusoma palipoandikwa, na wala yeye ukimpa kidau cha wino na kalamu andike, hawezi kuandika ili mwingine asome. Mtume akamwita sahaba ambaye ni mtaalamu wa mambo hayo, nisomee. Wale wako mbele wanauliza, mzee, mananta wa min ayi qabilatin anta wa bi ayi shay'in, ay wa ayi shay'in ji'ta be. Maswali mangapi hayo? We ni nani na umetoka kwenye kabila gani, na safari yako aliyokutuma Mungu amekupa vitu gani? Askofu anauliza, sio hawa uchwara. Wa idha urifa sababu, wanataka, askofu anataka kujua sababu za madai yake ama vigezo vya madai yake kwamba yeye nani? Ni mtume. Hebu nipe vigezo kwanza, we nani? Ashasoma katika Injili kwamba atakuja mtume wa mwisho kutoka katikati ya bara Arabu. Katikati ya bara, anaposema katikati ya bara Arabu anakusudia kutoka katika ukoo mtukufu katika makoo ya Waarabu. Akasema ana Muhammad ibn Abdullah min bani Hashim, mimi jina langu ni Muhammad mtoto wa mzee Abdalla, lakini natokana na ukoo wa mzee nani? Waarabu katika history wanamjua Hashim ni nani, ambaye tumemsoma vijana, mnakumbuka katika tarikh, jina lake ni Amru, si ndio hivyo? Ambaye anatajwa Amruni alladhi hashama tharida liqaumi,
qaumin bimakkata musnitina ijafi sunnat ilaihi rihlatani kilahuma safaru shitai wa rihlatul isafi. Si ndio liilafi Quraish hiyo? Ilafihim rihlata shitai wa saifi. Amru ndio muasisi wa kuandaa wa masala ya qira, kuandaa huduma za wageni wa Mungu wanapokuja kuhiji. Long time ago mzee Amru kuandaa skonsi na nini, mpaka akaitwa jina la Hashim, liannahu hashama tharida liqaumihi. Alikuwa anaoka mikate na kutengeneza uji kwa ajili ya watu wake. Qaumin bimakkata musnitina ijafi. Wakazi wa Maka kipindi walipokuwa wamepigwa ama wapo katika msimu wa njaa, sunnat ilaihi rihlatani kilahuma, imeasisiwa na yeye misafara mikuu ya kibiashara yote, yeye ndo muasisi wake. Safaru shitai wa rihlatul isafi, ambayo ni ilafi Quraishin, ilafi rihlata shitai was. Ni mzee Amru alipewa jina la Hashim kwa kazi hiyo ya kuandaa vyakula. Hashama, unaita tu mwanao Hashimu. Hashimu sio jina la mtu. Hashim sio jina la mtu, sifa. Jina lake alikuwa anaitwa Amru. Hii sifa. Kama wewe mfano la qadar Allah ukawa mlevi mpaka ukaitwa Chatembo, sio jina la mtu hilo. Jina lako hilo Hamisi Mruguru, lakini kwa ulevi mwingi ukaitwa Chatembo. Mungu akunusuru, sije ukadondokea kweli bure Ramadhani. Wewe umekuwa hodari kwenye maskani za vijana wenzio kushindana kujamba, watu wakakuita ushuzi, sio maana yake ndio jina lako. Kwa hiyo na mzee Amru kuitwa Hashim sio ndio jina lake alilopewa na wazee wake. Hiyo ni inaitwa lakab. Inaitwa nini? Alafu kuna nini? Kunia. Sio kunya, kunia. Jina likianza na abu ama ummu linaitwa kunia. Sasa wewe Allah amekuruzuku katika jambo fulani, una mahara, watu wakakuita master, hiyo ni lakab. Sio maana yake master ndio jina lako. Nyinyi mnanielewa? Watu wakakupachika wakakuita computer, haina maana wazee wako wamekupa jina lako wewe nani. Hii ni lakab kwa sababu fulani. Kwa hiyo na mzee Amru kwa sababu fulani akaitwa nani? Mwenzio alikuwa anafanya kazi hiyo ya kuandaa mikate, skonsi, nini, bofu. Aya, wewe mwanao unamuita Hashimu hapa nini? Sina maana msiwaite, hawa iteni tu. Maana mtu anasikia uko jina, anafanya kazi kwa Muhindi, anasikia mwanawe ana Muhindi anamuita jina, naye anachukua analeta kwake. Kwanza ushalijua hilo jina maana yake nini? Umelipenda? Nimelipenda tu bwana, anaitwa nani? Karsuna. Unajua Karsuna maana yake nini? Karsuna nguo ya ndani, chupi. Sasa unamuita mwanao kwa sababu Muhindi anamuita mwanawe Karsuna, na unamuita mwanao Karsuna. Ulizeni kwa sababu mnachukua majina tu. Jina limekaa tamu kisunna sunna, Karsuna, kuna sunna sunna. Wewe nguo ya ndani hiyo. Kwa hiyo mfuasi wa kweli wa Injili, mfuasi wa kweli wa Isa ibn Maryam alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam, akisomewa Qur'ani anataadab. Qur'ani inatoa, msiwe na wasiwasi nao. Kama mkweli utamuona anataadab. Wa idha yutla alayhi, na wakisomewa hao kitabu cha Qur'ani, qalu, husema amanna we, mbona si tulishaamini long time? Kwa nini tuliamini? Waka'allil innahu alhaqqu min rabbina. Kwa sababu hiyo ni nini? Ni kweli tupu kutoka kwa Mola wetu. Ikaja illatu illa, baada ya illa ikaja nini? Illatu illa. Illatu illa ni nini? Inna kunna min qablihi, sababu ya sababu.
Kwa nini tunasema kweli kwamba hii Qur'ani ni kweli tupu? Kwa nini mnadhani? Sisi tulisha surrender long time, kwa si ukweli tunaujua. Unamsikia mtu anamchafua Mtume Muhammad alafu anajiita yeye mfuasi wa Isa, huyo muongo. Unamsikia mtu anajiita yeye mfuasi wa Mtume Muhammad Muislamu alafu anamchafua Mtume Isa, huyo muongo. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, alafu walmu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walmu'minuna bimuhammadin. Amana ar-rasulu, ima utaifanya alil hadira, amana hadha ar-rasul, mtume huyu Muhammad ameamini. Nini alichoamini? Bima unzila ilaihi min rabb, yote aliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wake. Yani hana wasiwasi hata na kitu kimoja. Walmu'minuna ay walmu'minuna bihi, na wale waliomkubali Muhammad, waliomwamini Muhammad wote. Walmu'minuna al-istighraq al-jinsi wa kullu man amana Muhammad, na kila aliyomwamini Muhammad akaweka walmu'minuna nini kul, hiyo kullu nini hapo imekaa taukidi. Wewe ilitosha ile al pale kuwa ishawakilisha kullu, kaileta tena huko wa kullul mu'minina kullun, ndio takdiri yake. Wa kullul mu'minina kullun amana billah, na waumini wote kullun ay kullun minhum amana billah, na waumini wote waliomwamini Muhammad, kila mmoja katika wao mwite mchomoe mmoja baada ya mwingine. Ukimhoji unamkutaje? Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kisha katika warusuli Isa yumo hayumo? We Muislamu gani una mashaka na Isa ibn Maryam? Uislamu ndio hivyo Allah anasema ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Hii ni sifa ya waumini Waislamu. Qur'ani kule wamewaambia, na hapa inawazungumza waumini waliomwamini kweli Isa ibn Maryam na wakaishika sawa sawa Injili. Wao na Waislamu ni same. Wala tastawi alhasanatu wala as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan. Si ndio Qur'ani hiyo? Inawazungumza nani? Waislamu. Ovu na baya siku zote haviwezi vikafanana. Kama baya na ovu haifanani, basi na mwema na muovu hawawezi. Afanaj'alul muslimina kalmujrimina malakum wehu au malakum kaifa tahkumuna, mmepatwa na nini? Yani mnaamini kwa akili zenu siku ya kiyama, wewe upige mtungi tu usijishughulishe na ibada. Mungu ana shani zake, anaweza kunipeleka peponi kwa kipi? Malakum, Mungu anasema fanaj'alul muslimina kalmujrimin, wale waliosalenda mbele ya Allah wakajiadabisha. Hivi kweli twaweza istifhamu gani hiyo? Istifhamu linkari, ay annana la naj'alul muslimina kalmujrimin. Hadha huwa almaana. Abadan hatuwawezi tukawalinganisha sawa siku ya kiyama. Sawa? Huku anasema idfa billati, kama umelelewa katika madrasa ya bwana mtume Muhammad. Madrasa ya mtume ni Qur'ani, ndio madrasa ya mtume. Ukilelewa hapa, Allah anatoa agizo idfa billati, lizibe, lisukume, liondoe baya kwa kutenda ambalo hilo ahsan, sio hasan.
ni ahsan, kwa sababu hasan ni ismu fa'il ya hasuna. Hasan ni ismu fa'il hiyo. Sasa Mungu anataka nini? Ni kama katika lugha ya mulki, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum Mungu hataki mtu aliyefanya zuri. Mungu anamtaka mtu mzuri, kawa mzuri kwa sababu ya matendo mazuri. Ayyukum ahsan, huwa. Akusema ayyukum dhu amalin hasanin, pitia lugha ya Qur'ani, ziangalie hizo vocabulary zake alivyozileta. Mungu khalaqa almauta walhaya, alianza kuumba kuto kuwepo, kisha ndio akaumba nini? Hiyo wanaita wau thumma. Alladhi khalaqa almauta walhaya ay thumma alhaya, wau thumma hiyo. Allah kwanza aliumba kuto kuwepo, walhaya thumma alhaya, kisha ndio akaumba kuwepo. Al-aslu, ili apate kuirejesha asili. Kwa kuwa mupo, baadaye mrudi kwenye asili yenu ya kuto kuwepo. Haukuwepo ukawepo, tafsiri yake akurejeshe kwenye asili yako, utakufa. Yani ile kusema alladhi khalaqa almauta walhayata, Al-Labib anaelewa mbele yake kuna kufa. Kumbe hatukuwepo tukawepo, maana yake hatutokuwepo tena. Ndio maana zile tatu zile, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum alafu wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kupitia udongo tumewaumba ninyi, wa fiha kaondoa mimi, na ndani ya udongo wa fiha tutawarejesha tena, alafu tena wame, na kutoka huko mlikoondoka nu'idukum, tutawarejesha tena. Al-amru salas, al-adam wal-wujud thumma al-adam. Umeelewa? Idfa' billati hiya ahsan. Anaambiwa Muislamu, ikitokea umetenda ovu, lile ovu lisukume litupe kwa kutenda ambalo hilo ni nini? Zuri zaidi. Au kuna mtu kakufanyia baya, ili kumfundisha ungwana, idfa' billati hiya ahsan. Kuna tanazu hapo. Na leo baada ya kuongea na Waislamu kule, hapa sasa anawaeleza hata manaswara wenyewe wakajiita wa Kristo wapo hivi. Sasa muangalie huyo yumo, sikilize huyu naswara wa kweli, mfuasi wa Isa wa kweli. Allah anamtaja, ulaika yu'tauna ajrahum marratain, watu hao watapewa malipo yao mara mbili. Kwanza, imanuhum bi Isa wa bi kitabihi wa imanuhum bi Muhammadin wa bi kitabihi, kumuamini Isa na kitabu chake, alafu tena wakaja wakamshika Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nini? Maana yake ulibahatika uwepo wa Muhammad, ulibahatika uwepo wa nani? Ukiwa umesema umemwamini Isa, ndio yule tuliachia kati pale, Aktham ibn Sayfi, askofu wa Najrani, aliyetuma watu wangapi wale? Wawili. Alisemaje Muhammad? Ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Unatoka na ukoo gani? Akasema min Bani Hashim. Na Hashim ni nani? Amr. Wakamuuliza swali la mwisho, wa madha ji'ta be, anamuuliza Mtume Muhammad, sahaba anamsomea, umeleta nini? Si umetumwa na Mungu? Kipo alichokupa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasomea aya ya 90 ya surati Nahli. Akusema nimeleta moja talila zake, alisoma aya 90 ya surati Nahli, aya ambayo amara Allahu fiha bi thalathati umurin.
wanaha Allahu fiha an thalathati umurin, ndani ya aya kaamrisha matatu na akakataza pia. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, matatu hayo wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ghesknel ghainiyo si wal baghi, si wal baghi, wal baghi wal baghi wal baghi. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Sina hivyo kidogo unapita kwenye swaba kidogo. Wewe kama hujui usikasirike, jifunze tu, utajua jua dogo mdogo. Ni kukaza. Na mwanamume kukaza. Na Mtume Muhammad ametuonesha mfano mwanamume kukaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibiti alikuwa anamuomba sana Mungu. Alikuwa anasemaje? Allahumma inni a'udhu bika minal jubuni, Mwenyezi Mungu, hakika mimi mja wako najilinda na tabia ya nini? Woga. Mwanamume kukaza. Sasa mimi Mungu ninusuru na tabia ya woga, nataka niwe nakaza. Kaza ajizi. Allahumma inni a'udhu bika minal ajizi, Mwenyezi Mungu mimi najilinda kwako na tabia ya kushindwa mapema, niwe na kaza. Sio kidogo tumeshinda, hiyo mimi siwezi hiyo. Kaza mwanamume. Mtume mwenyewe kaomba Mungu nisiwe walna sita, inni a'udhu bika minal ajizi. Ya pili akasema nini? Wal kasali, na najilinda kwako Allah na tabia ya ugoigoi, uzembe, uvivu. Saidia hapo babako, mafundi wanakuja kesho, tofali zapo hamisha pale, tofali 5 tushaanza. Baba bwana mwajiri mtu bwana, hizo kazi nyingine wewe umeze ushike juzu tu. Kaza ndekio. Ndio. A'udhu bika min al-ajzi wal kasali. Alafu 3 akasema nini? Wal bukhuli. Manake naenda kukaza kutafuta hela, nikipata nipate kutoa. Na tabia ya ubakhili. Tabia nini? Ubakhili. Jambo ambalo Waislamu hasa maustazi tunalipenda. Tunaamini sisi ndio tumeteremshiwa aya za kupokea, sisi za kutoa zituhusu. Tabia ya ubakhili, Mtume kamuomba Allah, usinipe ya Rabbi, itoe katika maisha yangu tabia ya ubakhili, niwe mwepesi wa kutoa. Manake napambana na kaza, nikimnasara wa kweli anemfuata kweli Isa. Wayadrauna bil hasanati ay wayadrauna sayyi'ata bil hasana, wanaliondosha, wanalipoteza jambo baya kwa kufanya lililo zuri. Ndiyo maana bwana Mtume Muhammad azungumzii tabia, anazungumzia hali ya asili. Tahadu tahabu, tahadu tahabu, peaneni vitu, peaneni zawadi, mtapendana. Matokeo ya kupeana, kusaidiana, matokeo yake yatapatazalikana nini? Mapenzi. Mafhumu mukhalafa, msiposaidiana mnatengeneza nini? Uadui na chuki. Juzi tulieleza ubeti unaelezea wasia wa Tajuddin Subki rahmatullahi alayh kwa mwanaye amtoa na kwenda kusoma, wa ahsin ila nnasi tastabid qulubahum fatala mastabada al-insana ihsanu.
wafanyie wema watu, utaziteka nyoyo zao. Mara nyingi kwa kawaida wema humfanya mtu kuwa mtumwa, kwa kumfanyia wema tu. Na ndio maana siku moja nikawaambia, hata siku moja usimfanyie utesi, usimtete mwenye hela, kwa sababu kuna wengi anawafanyia wema. Ipo siku mtu atafanyiwa wema, atasema potelea mbali, alinambia siseme ndani. Bwana, kuwa makini na yule, ule wema ule. Allah anawaambia au anataja kwa Waislamu kupitia Mtume Muhammad, manaswara wa kweli ni akina nani? Wayadrauna bilhasanati as-sayyi'a, wakiteleza wakafanya baya, lile wanalifuta na kuliondosha kwa kufanya lililo zuri, au wakifanyiwa baya wao wanafanya zuri. Haya, huyo anayejiita mnasara unayekaa naye wewe yupo hivyo? Na ndio maana, kwa sababu kuna mfumo wa ibada na mfumo wa maisha. Na niliwahi kusema, kuna vijana leo kuambia, kuna watu wanachanganya mifumo ya matumizi ya akili. Wanadhani katika maisha yote ya mwanadamu mfumo wa akili ni mmoja. Hawa watu wanafeli. Kuna akili za uongozi. Kama ulikuwa mtu wa kawaida, ukishapata nafasi ya uongozi, basi kuna maisha fulani akili yako iende kama nani? Yaani ukiwa kiongozi kuna akili fulani inahitajika. Na kuna akili za umume. Ukishaoa pale, akili zile za kijoblesi hapa hazihitajiki. Kuna akili. Ndio maana kuna mmoja kaandika, hatuwezi tukakuhesabu na akili timamu kama hujaoa. Yoyote ambaye hajaoa haisabiki kwamba katimia. Aoe ndio tutajua unayo akili, kwa sababu katika ndoa kuna mitihani mingi mule. Mchujo ule unazo. Na wengine wanasema pata fedha tuone upeo wa akili zako. Inawezekana ukajifanya una swali mtulivu na adabu kwa sababu una njaa. Ukipata hela hata wazee unaona kaa sisimizi tu. Wewe mzee, toka ba. Vipi? Una shida una nini? Haya, kwenda kule. Hii hela hii. Kwa kuna akili za uongozi, kuna akili za usimamizi wa familia, na kuna akili za kimasomo. Mwingine anaweza akawa na akili nzuri kwenye kusoma, lakini hana akili katika maisha. Yaani mahusiano yake na watu ovyo, lakini darasani huyu anayo akili. Darasani kila siku mtu wa kwanza. Mimi siulizi akili hizo akili za masomo. Kuna kitu kinaitwa al-ishratul ijtimaiya, mahusiano ya kijamii, na kuna al-ishratu az-zawjiyya, na kuna mahusiano mazuri ya kindoa, na kuna al-ishratu siyasiyya, kuna akili za kwenye siasa. Na wenye siasa ambao watumii vizuri akili za kwenye siasa, anataka kuzileta kwa mkewe, anashindwa kutofauti. Hao ndio wanagombana na wake zao. Hizo akili za kwenye siasa usilete kwa mkeo. Nyinyi watu mnanielewa? Hebu jaribu kugawa matumizi yako ya akili. Akili zako katika kutafuta na kutumia zikoje? Hebu kila mmoja akafanya experiment binafsi. Matumizi yake ya akili kwenye kutafuta na kufanya nini? Na kutumia ya akili zake zipoje? Akili zake katika mahusiano ya kijamii zipoje? Na ukiona maisha yako yote mfumo wako wa akili ni moja, umekwama. Wewe unataka kuonesha akili ya kuishi na wanayo, ndio akili hiyo ya wanao uishi na mkeo na babako? Hizi ni akili za kuishi na mkeo, hivi uishi na mwanao, hivi unaishi na wazazi wako. Ukiwa na akili moja kwa sababu umesoma, basi wewe na babako unaweza ukajiona mko sawa.
kwa sababu wanatumia akili moja tu nye watu wa mimma razaqnahum yunfiquna. Wanasara wa kweli, mimma nuni imetiwa katika mapo wa min ma min li ifadati tabi'id, sio kila alichokupa Mungu utoe wewe, utatoa mkeo. Baadhi wa mimma, na baadhi ya vile ambavyo tulivyo, baadhi hata hicho ambacho unaruhusiwa kutoa bado uruhusiwi kutoa chote. Unataka kutoa kanzu unazo 10 usitoe zote. Wamin, una fedha usitoe zote. Wamin, wanawachuoni wanasema wakitasawuf, kila kilichoruhusiwa kukitoa basi kimekatazwa kumalizwa, illa al-ilma. Ndivyo wanaosema wanachuoni wa kisofu. Kila alichoruhusiwa aliyepewa kukitoa basi kimekatazwa kukimaliza, yani usitoe chote, isipokuwa ilmu tu peke yake ndio umetakiwa utoe yote uliokuwa nayo. Na wanasema fakullama yazdadu infaqan yazdadu tasalluman, kila anapozidi elimu akaifanya kama ni kitu, kila anapoongeza kuitoa elimu ndio anaongeza kupokea. Yani mtu mwenye ilmu kadiri anavyoitoa ndio zinaongezeka, na unatakiwa utoe yote, hakuna kumfanyia mwanafunzi ujanja ujanja. Yani ilafi unasema wewe inatosha hiyo mpaka mwakani, aya moja tu. Eti lakini unapotoa vitu vinaingia. Sasa unapotoa itakuwa haishi. Sawa haishi, lakini kwa sababu wewe, kwa sababu ya kutoa kwako Allah anakukirimu na yeye anakupa. Lakini laiti sikukirimiwa na Allah, itafika wakati ile uliokuwa nao ingekuwa ishaisha. Hii ni ofa takrima, na ndio maana asili ya kutoa, wama anfaqu min shay'in fahuwa yukhlifu. Wama, na chochote kile, mashartiyatun umumiyya, na chochote kile walichokitoa, fahuwa, jawabu hapo limefichwa na fa huyo, sababu mashartiya, basi yeye mwenyewe Allah yukhlifu, anawapa kitu badala. Hii ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu, wama anfaqu min shay'in fahuwa yukhlifu, fahuwa yukhlifu, yeye ndo anatoa, anakhilifu, anayetoa mbadala wa kile ulichokitoa. Wazee wana maneno yao, wanasema tumia pesa zikuzoea, upate khilifu ya Mungu. Pata fedha wasaidie wenzio, huku zinakuja huku unatoa, Mungu analeta. Ma naqasa min malin sadaqatun qat. Mtume Muhammad anasema sadaka haijawahi kufilisi mali za mtu. Ma naqasa min malin sadaqatun qat, sadaka haijawahi kumfilisi mtu. Umeteleza wapi? Tafuta, sababu kazi ya sadaka unavotoa ni kwenda kutafuta nyingine. Yani kile unachokitoa ile ndiyo chambo inaenda kutafuta, kwa sababu kuna dua wanaomba kila siku malaika, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan. Itakuwa kuna simu hapa, simu hizo hazijawekwa kindege. Wafundisha nini jamani? Kuna kindege ukiweka ingii na njia nyingi. Vya vile tulivyowapa na wao pia wanawapa wengine. Hata
semaje? Ma haruma fi'luhu, na wakiyasikia maneno mapuuzi, maneno ya hovyo, maneno ya kuvunjiana heshima, hawakai hapo. Aradhu anhu, wao wanayapotezea. Maneno ya lahu, ya hovyo, wao hawayashiki, wanafanyaje? Wanayapotezea. Aradhu anhu. Wakalu, na wanasema kuwaambia wale wenye maneno mapuuzi, wanawaambiaje? Lana a'maluna, sisi tuna matendo yanayofanana na sisi. Sisi ni waumini, tuna maneno yetu ya kuzungumzana, tuna matendo yetu ya kufanyiana. Lana a'maluna walakum, na nyinyi muna nini? Maneno yenu ama matendo yenu yanayofanana ninyi. Imekuja katika surati Tauba wanafiki wao kwa wao ni nani? Ndio ndugu wenyewe hao. Alafu hawaishi hapo. Sikiliza, muumini wa kweli huyo, salamun alaikum. Lakini pamoja na kuwa sisi hatuungi mkono hizo poroje zenu na maneno ya ovyo, tunakutakieni amani kwa Mungu, tunakutakieni kheri. Yani mtu wa hovyo, pamoja wa hovyo, bado unatakiwa umuombe nini? Salamun alaikum. Hayo mnayotuletea sio yetu. Sisi tuna mambo yanayoendana na sisi, na ninyi mna yenu, lakini pamoja na yote, salamun, tunakutakieni kheri. Mwisho wa siku, la nabtaghil jahilina, sisi hatuungani na mazezeta, wasiojitambua, watu wa hovyo. La nabtaghil jahilina, sisi hatuungamani, hatufungamani, hatushirikiani, hatufanyi urafiki na watu gani? Aljahilina, wasiojua dini, wasioheshimu dini, watu wa hovyo. Baada ya hapo, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta, ambayo hidayah tumesema ziko mbili. Kuna hidayatu dalala au dilalati wal irshadi, kwenye Kiswahili tunaita kuongoza. Alafu kuna hidayatu tawfiq, kwenye Kiswahili tunaita kuongoa. Kuongoza na kuongoa ni vitu viwili. Mtume Muhammad na wafuasi wake ambao ndio mimi na wewe, sisi tuna hidayah kwanza, hidayatu dilalati, jukumu letu kuongoza na sio kuongoa. Kuongoa hilo ni jambo la nani? Na sisi hatuwezi kuingia katika mamlaka yake. Allah anamwambia mtume katika hidayatu tawfiqi na sio katika hidayatu dilalati wal irshad.